Mwambie Bwana, wewe ni sababu. Fungua kinywa chako mbele za Bwana. Mwadhimishe Mungu kwa kinywa chako. Mwambie, wewe ni sababu ya mimi kuishi. Wewe ni sababu ya mimi kuwa hai. Oh, elimu yako sio sababu, wala fedha yako sio sababu. Wako waliokuwa na fedha kuliko wewe lakini hawapo. Waliokuwa na elimu kuliko wewe hawapo. Waliokuwa na cheo kuliko chako hawapo. Yeye peke yake ni sababu. Yeye peke yake ni sababu. Wewe ni sababu Bwana. Wewe ni sababu. Wewe ni sababu ya sisi kuishi. Hata kama wakati mwingine tunajisahau, lakini wewe ni sababu. Umetulinda na mengi, umetuokoa na mengi. Ajali ile ile imeua wengine, lakini wengine wako hai. Ugonjwa ule ule ulioua wengine, lakini mwingine anaishi. Kwa sababu wewe ni sababu Bwana. Tunakuadhimisha asubuhi ya leo. Tunakuadhimisha kwenye ibada hii. Pokea heshima peke yako. Pokea utukufu Mungu ria hai. Katika jina la Yesu Kristo, mioyo yetu inakuadhimisha Bwana. Mioyo yetu inakutukuza peke yako. Wewe uliye sababu ya maisha yetu. Wewe uliye sababu ya uhai wetu. Wewe uliye sababu ya kuishi kwetu. Tunakuadhimisha kwenye ibada hii. Upate nafasi kwenye mioyo yetu Bwana. Pokea heshima unayostahili. Pokea heshima unayostahili, kwa sababu peke yako unastahili kuabudiwa. Na kwenye ibada hii tunakuhitaji tena. Ruhusu nguvu zako na uweza wako kutembea katika viwango ulivyovikusudia. Lifunue na kusudi lako tena kwenye ibada hii, katika jina la Yesu aliye hai. Asante Roho Mtakatifu. Asante kwa uaminifu wako. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu aliye hai. Amen. 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 Pigie Yesu makofi ya shangwe na vigelegele. Nikisema mpigie Yesu makofi ya shangwe na vigelegele, unaelewa? Na maanisha mpigie Yesu makofi ya shangwe na vigelegele. Kama unajua Yesu ni Mwokozi, mpigie Yesu makofi ya shangwe na vigelegele. Haleluya, haleluya. Mfalme hawezi kushangiliwa ukiwa umekaa. Unamjua mfalme wa wafalme? Yeye ndiye anatawala juu ya vyote. Pigie Yesu makofi na vigelegele. Kama unaelewa, pigie tena Yesu makofi na vigelegele. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Amen. Kitabu cha nabii Isaya sura ya 40 mstari wa 1 mpaka wa 5. Kama unafuata kalenda ya kanisa letu zuri la KKKT, utagundua kwamba hili ndio somo la mahubiri leo. Amen, amen. Nabii Isaya sura ya 40 mstari wa 1 mpaka wa 5 unasema, waturizeni mioyo watu wangu, asema Mungu wenu. Semeni na moyo wa Yerusalemu, kauambieni kwa sauti kuu ya kwamba vita vyake vimekwisha. Uovu wake umeachiliwa, kwa kuwa amepokea kwa mkono wa Bwana adhabu maradufu kwa dhambi zake zote. Sikiliza, ni sauti ya mtu aliye nyikani. Itengenezeni njia ya Bwana, nyosheni jangwa njia kuu kwa Mungu wetu. Kila bonde litainuliwa na kila mlima na kila kilima kitashushwa. Palipopotoka patakuwa pamenyoka, na palipopaparuza patasawazishwa. Na utukufu wa Bwana
utafunuliwa, na wote wenye mwili watauona pamoja, kwa kuwa kinywa cha Bwana kimenena haya. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Ukisoma, wale wanaosoma vitabu vya unabii, ukisoma kitabu cha nabii Isaya kuanzia sura ya 40 mpaka sura ya 66, yani sura ya mwisho, utaona mambo makuu matatu. Utaona unabii, na unabii ulikuwa unatolewa kuonyesha namna ambavyo wana wa Israeli, wakati unabii wa wana wa Israeli kwenda Babeli umetanguliwa, kuchukuliwa mateka kwenda Babeli umetangulia, huu nabii unaonyesha namna ya kuwapa faraja kwenye hii sura ya 40, kuwafariji watu wake, kuwaonyesha kuwa huyu Mungu atawajilia na kuwatoa utumwani. Lakini unabii huu unaonyesha pia ujio wa Yesu Kristo kwenye hizi sura ya 40 mpaka 66, ujio wa Yesu Kristo kwa maana ya kuzaliwa. Lakini unabii unaonyesha tena ujio wa mara ya pili wa utawala wa Kristo. Amen, amen. Kwenye sura ya 40 mpaka 66. Hasa kwenye hii sura ya 40 ni unabii uliobeba faraja kwa watu wa Mungu. Mungu anawafariji watu wake. Anasema watulizeni mioyo, watulizeni mioyo, watu wangu, asema Mungu. Na anawaeleza, semeni na moyo wa Yerusalemu. Kwa unabii uliotangulia, wale wanaosoma, ukisoma kwenye ile sura ya 39, kuna mfalme mmoja anaitwa Hezekia. Siku alipopona, kuna mwana wa mfalme kutoka Babeli anaitwa Merodak Baradan. Alikuwa ni mwana wa Baradan wa mfalme wa Babeli. Aliposikia Hezekia amepona, akabeba zawadi, akamwandikia na barua kwenda kumuona. Walipofika, ule ujumbe wa mwana wa mfalme ulipofika kwa Hezekia, Hezekia akafurahi, akaanza kuwaonyesha hazina, ambayo hazina nyingine ni mababa zake waliweka akiba. Akawaonyesha vyombo vya dhahabu, akaonyesha vitu vya thamani, akafungua nyumba yake kuwaonyesha, akaonyesha na silaha za vita. Afu baadaye Isaya nabii anakuja kumuona Hezekia, anamuuliza, anamwambia Hezekia, hawa watu wametoka wapi na wamesema nini? Hezekia akasema, hawa watu wanatokea nchi ya mbali, wametoka huko Babeli, wamekuja kuniona. Na akamuuliza, umewaonyesha kitu chochote? Hezekia akaeleza namna ambavyo amewaonyesha vile vitu. Sasa Isaya anamwambia kwamba hivyo vitu ulivyowaonyesha, siku zinakuja ambapo vitahamishwa vyote kupelekwa Babeli. Maana yake hazina yote, uchumi wote wa Israeli, uchumi wote wa Yuda utahamishwa kupelekwa Babeli. Alafu anasema, na wana wako, baadhi ya wana wako watachukuliwa mateka kwenda Babeli. Watakaa huko katika hali ya mateka. Isaya baada ya kumwambia hilo neno, na unabii ule ulikuja kutimia, ndipo unaona anatoa unabii mwingine. Unabii wa kwanza umebeba hali ya hatari kwa taifa, lakini unabii wa pili umebeba faraja, kwamba watulizeni mioyo, watulizeni mioyo watu wangu, muwape faraja, na semeni na moyo wa Yerusalemu. Kwa lugha nyingine, usitaharuki,
huyu Mungu atakuja tena. Lakini anawaambia sauti ya mtu aliaye nyikani. Sasa huu ni unabii wa ujio wa Yohana na Yesu Kristo. Anasema yanyosheni mapito yake, itengenezeni njia ya Bwana, nyosheni jangwa kuu kwa Mungu, njia kuu kwa Mungu wetu. Nyosheni jangwani njia kuu kwa Mungu wetu. Sasa ukiangalia unabii ni kama anawaeleza hata mtakapokuwa kwenye hali mbaya, hakikisheni mioyo yenu inamuelekea Mungu aliye hai. Haleluya. Ndio maana anasema itengenezeni njia, itengenezeni nyikani njia ya Bwana, nyosheni jangwani njia kuu kwa Mungu wetu. Jangwani sio mahali pazuri, ni mahali pabaya. Lakini haijalishi mtakuwa mnapitia hali gani, mioyo yenu imuelekee Bwana. Tengenezeni njia, maana yake tengenezeni maisha yenu, tengenezeni mioyo yenu imuelekee Bwana. Bwana asifiwe. Na mstari wa 5 anasema na utukufu wa Bwana utafunuliwa na wote wenye mwili watauona. Sasa kwenye utukufu wa Bwana kufunuliwa, hapa kuna unabii wa Mungu kuwarudisha mateka, lakini kuna unabii wa Yesu Kristo, Mungu kufunuliwa kupitia Yesu Kristo. Kama umenielewa sema amen. Kwa hiyo anatufundisha nini? Unatakiwa ujifunze kuwa na utulivu hata kwenye hali ngumu na hali mbaya, lakini wakati huo ukiitengeneza njia ya Bwana kwenye maisha yako. Usiishi ovyo ovyo ukatengenezea ukasingizia mapito unayopitia. Kwa hiyo Mungu anatuasa kupitia unabii wake kwamba tutengeneze njia ya Bwana. Hata kama tuko jangwani, hata kama tuko nyikani, tengenezeni njia ya Bwana, na yeye atasawazishwa. Mahali penye bonde atapainua, na mahali palipo paparuza, palipoharibika, yeye atapasawazisha, kwa maana ya atapatengeneza. Kwa hiyo Mungu wetu ni Mungu wa matengenezo. Praise wameimba hapa, yeye anafinyanga kilichoharibika, anakifanya kiwe kizuri tena. Kama umenielewa sema amen. Tengenezeni njia ya Bwana. Sasa andika kama unaandika namna ya kuomba msaada wa Roho Mtakatifu ili ageuze huzuni yako kuwa utukufu. Nimeshamaliza mahubiri ya kwenye kalenda, ndio tunaendelea hivi. Jina la Yesu libarikiwe. Mwambie jirani yako umeelewa? Anasemaje? Ameshaelewa Bwana asifiwe. Sababu sijakasema sisi hatujahubiriwa tengenezeni njia ya Bwana, ndio nimeshahubiri, ndio naendelea na somo hapa sasa. Wangapi wananielewa ninachosema? Wangapi wananielewa? Wale ambao wamekuwepo kwenye semina, kuna kitu tunajifunza juu ya kuhuishwa uwezo wako wa ndani, si ndio? Uwezo wa kihekima na kiakili katika nyakati zinazobadilika. Sasa moja ya kitu kinaweza kuwa zuio la kuharibu uwezo wako wa ndani au kukuzuia usiuone uwezo wako wa ndani ukifanya kazi, ni kitu kinaitwa huzuni. Sema huzuni. Sema huzuni. Hali ya mahangaiko, maumivu ya hisia. Tunapozungumza huzuni, ni maumivu ya hisia ndani ya mtu yanayomwacha mtu akiwa kwenye mahangaiko yaliyosababisha kuvunjika moyo na kuwa na vidonda kwenye moyo wake. Anakuwa kwenye hali ya huzuni. Sasa unapokuwa kwenye hali ya huzuni, ni rahisi sana uwezo wako wa ndani kuzuiliwa. Sasa unachohitaji ni kitu gani? Ni kuomba msaada wa Roho Mtakatifu ili aigeuze huzuni yako kuwa utukufu. Kwa hiyo ujumbe unaoenda nao tena, ukiachana na kutengeneza njia peke yake,
lakini kuna ujumbe wa namna ambavyo msaada wa Roho Mtakatifu huwa unaweza kugeuza huzuni yako kuwa utukufu. Amen, amen. Huzuni yako kuwa nini? Utukufu. Sasa naomba unisikilize kwa makini hapa. Nitakuwa na dakika chache tu. Msaada wa Roho Mtakatifu ni nini? Na kabla sijaanza kukupa tafsiri ya msaada wa Roho Mtakatifu, nikusomee kwa habari ya huzuni. Na unasema, mwalimu, kwa nini unaleta ujumbe hii huyu hapa sasa? Roho Mtakatifu, moja ya kitu alikuwa ananiambia, nataka nitakueleza wakati na kufundisha kwa dakika chache. Watu wengi wanapaswa wanapomaliza mwaka huu wasiende mwaka ujao wakiwa wamebeba huzuni. Na sababu ya kwanza kwa nini wasiende mwaka ujao wakiwa wamebeba huzuni kwenye maisha yao, kwa sababu watashindwa kufanya maamuzi sahihi yanayoendana na nyakati zinazobadilika. Lakini kitu cha pili, watafanya makosa mengi yatakayogharimu wao binafsi, familia na kanisa kwa ujumla. Mtu mwenye huzuni anaweza kufanya makosa ambayo hakuyakusudia. Ni kwa sababu ya huzuni aliyonayo. Kuna watu ambao wameanguka mpaka kiroho kwa sababu ya huzuni. Walipopita kwenye huzuni walikosa faraja, wakaangukia kwenye dhambi na maovu kwa sababu ya huzuni. Kuna watu walijifunza kunywa pombe na kutumia madawa ya kulevya kwa sababu ya huzuni. Hawakuwa na mbadala wa kutoa mzigo wa huzuni walionayo. Kuna watu wameangukia mpaka kwenye zinaa kwa sababu ya huzuni, na imewagharimu kwa sababu alipofikiri anatoa huzuni akazalisha kitu kingine kwenye maisha yake, kikaweka doa, kikaweka historia kwenye maisha yake. Huzuni ikaongezeka maradufu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anataka tujifunze namna ya kuomba msaada wake ili ageuze huzuni zetu kuwa utukufu. Ukisoma kitabu cha Mathayo 26, Mathayo sura ya 26, fungua haraka haraka Mathayo 26. Mathayo sura ya 26 ule mstari wa 38. 38 mstari wa 38 mpaka ule wa 45. Mathayo sura ya 26. Hebu tukianza vizuri tuanzie mstari wa 36 ndio itakaa vizuri. Anzia mstari wa 36 mpaka ule wa 45. Maandiko yanasema, kisha Yesu akaenda pamoja nao mpaka bustani iitwayo Gethsemane. Akawaambia wanafunzi wake, ketini hapa hata niende kule nikaombe. Akamchukua Petro na wale wana wawili wa Zebedayo, akaanza kuhuzunika na kusononeka. Sema, akaanza kuhuzunika na kusononeka. Mstari wa 38, ndipo akawaambia, roho yangu ina huzuni nyingi kiasi cha kufa. Sema, ina huzuni nyingi kiasi cha kufa. Haya maneno ninayokuambia maana yake usiyasahau. Anasema, kaeni hapa mkeshe pamoja nami. Akaendelea mbele kidogo, akaanguka kifulifuli, akaomba akisema, Baba yangu, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke, walakini si kama nitakavyo mimi, bali kama vile utakavyo wewe. Akawajia wale wanafunzi, akawakuta wamelala. Akamwambia Petro, je, hamkuweza kukesha pamoja nami hata saa moja? Kesheni muombe, msije mkaingia majaribuni. Roho iladhi, lakini mwili ni dhaifu. Akaenda tena mara ya pili, akaomba akisema, Baba yangu,
ikiwezekana. Haiwezekani kikombe hiki kiniepuke nisipokunywa, mapenzi yako yatimizwe. Akaja tena akawakuta wamelala, maana macho yao yamekuwa mazito. Akawacha tena, akaenda akaomba mara ya 3, akasema maneno yale yale. Kisha akawajia wanafunzi wake akawaambia, laleni sasa mpumzike, tazama saa imekaribia na mwana wa Adamu anatiwa katika mikono ya wenye dhambi. Nataka uone nini hapa? Lengo sio kukufundisha habari ya Pasaka. Lengo ni kukufundisha habari ya huzuni. Yesu ni mwana wa Mungu kabisa, ni Mungu ndani yake, lakini kwa kuwa alivaa mwili, na yeye alikutana na nyakati zilizobeba huzuni kwenye maisha. Na kiwango cha huzuni aliyokuwa nayo, Biblia inasema huzuni yake, alikuwa na huzuni kiasi cha kufa. Maana yake anatueleza nini? Kuna kiwango mtu anaweza akabeba huzuni, na ile huzuni ikafikia kwenye kiwango cha kufa. Maana yake huzuni inaweza kuwa kibebeo cha mauti kwenye maisha ya mtu. Mauti kabisa. Huzuni inaweza kuwa kibebeo cha mauti kwenye maisha ya mtu. Ndio maana anasema nina huzuni kiasi cha kufa. Alianza kuhuzunika na kusononeka. Huyu ni Yesu, mwana wa Mungu, lakini alikutana na mazingira yaliyomfanya hahuzunike na kusononeka, na akikamlazimu kwenda kuomba. Mwalimu, unaongea nini? Kama Yesu alikutana na huzuni na ni mwana wa Mungu, mimi na wewe ni nani hata tusikutane na huzuni kwenye maisha yetu? Mwalimu, unaongea nini? Maana yake wewe sio wa kwanza. Na huzuni, watu wa Mungu, haichagui ukoje. Mwingine anafikiri hivi, kama Mungu angelikuwa amenipa fedha nyingi na mali nyingi, nisingekuwa na huzuni. Na mimi niko hapa nikwambie, kuna watu wana fedha nyingi na mali nyingi, lakini maisha yao yamejaa huzuni. Kwa kila mtu ana huzuni yake. Mwingine ana huzuni kwenye eneo la ndoa. Uchumi no problem, ila ndoa. Mwingine ndoa hakuna shida, huzuni yake ni kwenye maisha yake ya kiafya. Yamejaa magonjwa, yamejaa mateso. Kuna mtu hawezi kulala usiku bila kutumia dawa na kupigwa sindano ili alale. Kuna mtu hawezi kulala usiku bila mganga wa kienyeji kutumia dawa za kienyeji ili alale. Maisha yake yamejaa huzuni. Kuna watu ikifika usiku hawatamani usiku ufike. Sasa msaada wa Roho Mtakatifu wakati wewe uko kwenye huzuni ni nini? Na kabla sijakwambia hivi, andika hii mambo yanayoweza kuwa kusababisha huzuni kwenye maisha yako. Jambo la kwanza, sitavielezea. Jambo la kwanza ni majaribu na mateso. Mtu akipita kwenye majaribu na mateso, ndani ya majaribu atakuwa na huzuni. Kuna aina ya mateso yamebeba huzuni. Petro wa kwanza 1:6 utasoma, utaona imani yenu inapojaribiwa mmepata huzuni. Inaleta huzuni, japokuwa mmehuzunishwa kwa sababu ya majaribu mlioyapitia. Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 6, unaweza ukasoma mpaka ule wa 7. Lakini utaona Ayubu sura ya 2, huyu alifika mahali huzuni ilipokuwa kubwa akarani mpaka siku yake ya kuzaliwa. Ayubu ile sura ya 3. Ayubu sura ya 2, unakuja na Ayubu sura ya 3, analani siku ya kuzaliwa. Lakini jambo lingine linaloweza kusababisha huzuni ni matukio ya misiba na majanga makubwa. Matukio ya misiba na majanga makubwa, utakuwa na huzuni tu kwenye maisha yako. Unapokutana na matukio, kuna nyakati zimebeba matukio ya misiba na majanga makubwa, unajikuta una huzuni. Mwanzo 37 mstari wa 31 hadi 34, utaona hapo habari za mzee mmoja anaitwa mzee Yakobo. Aliletewa taarifa kwamba mtoto wake mpendwa Yusufu
amelaluliwa na mnyama, wakamletea vazi. Alipoliona lile vazi lina damu, maandiko yanasema hivi, aliomboleza, akamuombolezea mwanaye. Alafu akasema nitaenda mpaka kuzimu, nitaenda mpaka nitakapokufa, nitakuwa ninalia. Maana yake akaibeba ile huzuni mpaka atakapokufa, mpaka atakapokufa huzuni itakuwa juu yake. Kwenye maandiko yeye anasema, kwa nini? Tukio la kuletewa taarifa ya msiba lilifungua mlango wa huzuni kwenye maisha yake. Lakini jambo lingine, kuchelewa kile kitu ulichokitarajia. Kuchelewa kile ulichokitarajia. Mithali 13 mstari wa 12. Unapokwama kwa muda mrefu kwenye eneo fulani, umekuwa na matarajio ya muda mrefu, alafu yanachelewa kuipokea. Unapochelewa kupata kile kilichotarajiwa, moyo huugua. Lile neno moyo huugua, nimesema Mithali 10 na ngapi? Nimesema Mithali 10 na ngapi? Mithali 13 mstari wa 12. Vitu vilivyochelewa. Kuna watu wana huzuni kwenye maisha yao kwa sababu walikuwa na malengo. Walikuwa na malengo kwenye uchumi, walikuwa na malengo na walikuwa wakipanga mipango imekaa vizuri, lakini mambo yamechelewa. Kwa kuna watu wana huzuni kwa sababu wengine maombi yao yamechelewa. Kuna jambo ameliombea tangu mwaka 2015, leo ni miaka 10 baadaye halijatokea. Na kila akitaka kulisahau anakuta anahimizwa aendelea kuomba, lakini moyo una huzuni, unaugua. Saa nyingine akikutana na wengine na jambo lile lile, anamwambia mwenzangu, mimi nilianza kuomba mwezi uliopita, Mungu amejibu, lakini yeye ni miaka 10. No answer. Anasema mimi na shida gani? Au huyu Mungu ana upendeleo? Kwa nini rafiki yangu tena mimi ndio nilimshauri nenda kamuombe Mungu, ameomba amejibiwa, lakini mimi ni miaka 10, 10 years, jambo lile lile sijalipata. Moyo unaugua, moyo unakuwa na huzuni. Kwa hiyo jambo likichelewa linaleta huzuni, na wengi wana huzuni za namna hiyo. Lakini Roho Mtakatifu amenituma nikufundishe namna ya kuomba msaada wake, ili aigeuze hiyo huzuni ulio nayo kuwa utukufu mbele za Bwana. Haleluya, 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 haleluya. Lakini jambo lingine linaloleta huzuni, dhambi. Sema dhambi. Yaani kuna mtu pamoja na kwamba anasali, kuna dhambi inamuondolea ujasiri, inamletea huzuni. Anasema ni lini nitaacha? Sipendi. Mwesikia mtu analia peke yake, anasema sipendi, sipendi, lakini nitaacha lini? Nitaacheje? Sipendi kwa hivi. Haleluya. Lakini maneno ya watu, sema maneno ya watu. Hivi ni vyanzo vya huzuni. Ayubu 16 mstari wa 1 hadi wa 7. Maneno ya watu. Sasa mwalimu, ninaombaje msaada? Msaada wa Roho Mtakatifu ni nini? Na yako mengine. Unajua pia kuna huzuni inayotoka kwa Mungu. Sasa hii hupati ya sala. Mungu anaweza kuwa chanzo cha huzuni. Mungu anaweza kuwa chanzo cha huzuni. Ili ni jambo la ngapi nimelisema? Wanaoandika jambo la ngapi? Jambo la 6, si ndio? Mungu anaweza kuwa chanzo cha, kwa sababu nimesema maneno ya watu. Hilo ni jambo la ngapi? La 5. Ayubu 16:1 hadi 7. Lakini Mungu anaweza kuwa chanzo cha huzuni. Mungu. Sasa mtu anajiuliza, Mungu tena? Mungu hapendi watu wahuzunike. Hapendi. Ndio maana Yesu ajuai sikitiko alibeba huzuni zetu. Lakini kwa nini Mungu anaweza kuwa chanzo cha huzuni? Huzuni inayotoka kwa Mungu haifanani na huzuni zote nilizotaja hapa. Mungu anapoleta huzuni, jambo la kwanza anaitumia kuleta toba. Sema kuleta toba. Sema kuleta toba. Huzuni ya Mungu inapokuja ndani yako ni kwa ajili ya kuleta toba. Huzuni ya Mungu
Hizi huzuni nyingine zimebeba misheni tofauti, kwa sababu huzuni ya Mungu inapokuja haiji kuharibu moyo, haiji kuleta majeraha, ila inakuja kwa ajili ya kukutengeneza. Hii utaipata kwenye Wakorinto wa pili 7 mstari wa 9 mpaka wa 11. Paulo anapoambia huzuni yenu, anasema huzuni yenu haikuwaletea hasara. Ukisoma mistari ya pale katikati, ili msipate hasara. Kwa ni huzuni inayotoka kwa Mungu, muhuzunike kwa jinsi ya Mungu. Kwa hiyo kuna huzuni inatoka kwa Mungu ili usipate hasara, lakini ni huzuni iletayo toba. Jambo la pili, Mungu anapoleta huzuni, huzuni inayotoka kwa Mungu, Mungu anapoleta huzuni anaitumia kama ishara ya kukuongoza. Ishara ya kukuongoza, sema ishara ya kuniongoza. Matendo ya Mitume 16 mstari wa 15 hadi wa 18. Utaona hapa Paulo aliugua. Alikuwa anaambatana na mtu ambaye amebeba pepo la uaguzi. Anawasifu tu, anasema angalia, lakini Biblia inasema Paulo ndani ya moyo wake akaugua, alihuzunika, alipata huzuni. Ile huzuni ilikuwa ni kumuongoza Paulo kwamba huyu mliambatana naye ni wa upande wa giza, msaidie. Kwa hiyo Mungu anaitumia huzuni kukuongoza. Jambo la tatu, kwenye huzuni inayotokana na Mungu, Mungu anaitumia kama kichocheo cha kufanya kile ambacho anataka ufanye. Mungu anaweza akaitumia huzuni kama kichocheo cha kufanya kile anachotaka ufanye. Petro wa kwanza 3 mstari wa 17 hadi wa 18. Nimekuonyesha mifano ya vyanzo vya huzuni. Huzuni inayotoka kwa Mungu ni tofauti kabisa. Yenyewe ina faida, haina hasara. Lakini vile vyanzo vingine vyote, huzuni zake huwa zinaleta majeraha kwenye moyo wa mtu, maumivu ya kihisia. Sasa namna ya kuomba msaada wa Roho Mtakatifu ili ageuze huzuni kuwa utukufu. Msaada wa Roho Mtakatifu ni nini? Andika, ni kazi ya Roho wa Mungu katika maisha ya mtu, hasa muamini, ili kumsaidia kuishi katika njia inayompendeza Mungu. Msaada wa Roho Mtakatifu ni kazi ya Roho wa Mungu, Roho Mtakatifu, katika maisha ya muamini au ya mtu, ili kumsaidia kuishi katika njia inayompendeza Mungu. Huu msaada unaonekana katika nyanja mbalimbali. Mtu akiwa kwenye huzuni, kuna msaada Roho Mtakatifu anatoa. Ndio maana lazima ujifunze kumuomba msaada, kumtegemea. Usipomtegemea, si rahisi Mungu kubadilisha huzuni yako kuwa utukufu. Tunaposema kuwa utukufu, maana yake badala ya huzuni yako kuleta aibu na mateso, kuleta mkwamo, Mungu anabadilisha huzuni yako kuwa utukufu. Maana yake anatumia ile hali uliyopitia kukutendea matendo makuu yatakayomfunua Mungu kwenye maisha yako. Watu wanaanza kujiuliza, si alifiwa huyu? Si alifiwa mume? Imekuwaje? Si alifilisika? Alipata tukio la kufilisika, alizulumiwa mali, imekuwaje? Hawajui kwamba kuna msaada kutoka kwa Mungu. Uliingilia kati, akaibadilisha ile huzuni yake kuwa utukufu kwa Mungu. Sasa msaada wa Roho Mtakatifu ukiwa kwenye huzuni, ili aigeuze huzuni, kazi ambazo wanazifanya ni kazi 4 zifuatazo. Kazi ya kwanza ni kutoa faraja. Ukishaomba msaada wake, hataleta hicho unachokihitaji. Cha kwanza atakupa faraja. Matendo ya Mitume 9:31. Kanisa la Mungu likapata faraja. Roho wa Bwana likapata faraja katika Roho Mtakatifu. Kanisa lilikuwa linapita mazingira magumu. Kasome kuanzia ile Matendo ya Mitume 7. Utaona wakati wamemuua Stefano. Matendo ya Mitume 8, kanisa linatawanyika. Sauli amechachamaa, analitesa kanisa, anawaumiza watu wa kanisa,
anawanyanyasa. Kwenye Matendo ya Mitume sura ya 9, Yesu mwenye kanisa anamtokea Sauli. Alipoona limenyanyasika, watu wanakufa, akamtokea Sauli. Na maandiko yanasema alipomtokea Sauli akamwambia, kwa nini unaniuzi? Kwa lugha nyingine, kama wewe ni muamini, mtu anayekunyanyasa wewe hakuuzi wewe peke yako, anamuuzi yeye aliyekuumba wewe duniani. Ndio maana Yesu akasema, kwa nini unaniuzi? Sauli akakamatwa na nguvu za Bwana, akaokoka, akawa mhubiri wa Injili. Afu Biblia kwenye sura ya 9:31 inasema kanisa likaongezeka na likapata faraja ya Roho Mtakatifu. Wanadamu wakikufariji, wanafariji huku nje, hawaweki kugusa moyo. Ndio maana watu wengi walishaambiwa pole, lakini vidonda havijapona. Anayeponyaga vidonda vya moyo ni Roho Mtakatifu jamani. Yeye ana uwezo wa kugusa kwenye kilindi cha moyo. Ndio maana unasikia mtu anasema, hata mimi ninajishangaa huzuni niliyokuwa nayo, vitu nilivyofanyiwa, imewezekaneje leo ninajiona niko salama, ninasikia amani. Anasema sijui ni mimi nikoje, mbona mambo ni magumu lakini nina amani moyoni, lakini nina amani moyoni. Mbona mambo ni mazito lakini nina amani moyoni. Mbona niliowategemea hawapo lakini nina amani moyoni. Mbona niliyetegemea nipe mtaji hayupo lakini nina amani moyoni. Aliyeleta amani ni nani? Katikati ya mazingira magumu, katikati ya hali mbaya, katikati ya misiba, katikati ya majeraha, katikati ya matukano, katikati ya manyanyaso, aliyeleta amani ni nani? Ni Roho wa Bwana. Yeye yuko juu ya mazingira yote, yuko juu ya mazingira yote. Na ndio maana jifunze kuomba msaada wake. Omba msaada. Alikuwepo jemedali mmoja wa jeshi la Shamu. Unamfahamu yule jemedali? Alikuwa anaitwa nani? Naaman. Bonge la jemedali lakini lina ukoma. Mkuu wa majeshi ya nchi lakini ana ukoma. Maisha yake yamejaa huzuni. Kabinti kadogo kafanya kazi, tena katumwa kwenye nyumba yake, kakamwambia mke wa jemedali, bibi, kama angeenda nchini kwetu, huyu kule kwetu kuna nabii, angepata uponyaji. Mfalme anamwandikia mfalme barua, anamwambia jemedali wangu ana shida, nimetuma na hiyo zawadi. Akatuma na sadaka. Yule mfalme anatumia mfalme, yani rais anamtumia rais, anamwambia naomba umponye mkuu wa majeshi. Yule rais akasema, hivi mimi ni Mungu? Ananitafuta nini huyu? Mimi ni Mungu, naweza kuponya ukoma. Baadaye ndiye anaambiwa, kwenye nchi yako kuna nabii. Unajua kale katoto kalimshauri nini? Apate msaada wapi? Kwenye ugonjwa alionao, msaada uliokuwa umebakia ni Mungu peke yake. Ujemedali alionao usingemsaidia kitu. Ndio maana nimekuambia haijalishi ukoje, usijitoe ufahamu. Unahitaji msaada wa Mungu kwenye eneo la maisha yako. Unaweza ukawa mhubiri, hata sisi wahubiri kuna maeneo unalia, unahitaji msaada wa Mungu, kwa sababu hakuna mwanadamu aliyekamilika. Unayemuona na kumfurahia na kusema ningekuwa kama fulani, kuna kitu amekosa na ana huzuni kwenye hicho kitu. Ndio maana kila mwanadamu aliyeumbwa na Mungu anahitaji msaada wa Roho Mtakatifu. Kama umenielewa sema amen. Kwa cha kwanza anatoa faraja. Cha pili ni kukuongoza, sema kuniongoza. Yohana 16:13, atakuongoza kutie kwenye kweli yote. Uko katikati ya huzuni, anaanza kukuongoza, anakuambia usiogope. Wako waliopitia huzuni kama yako, lakini niliwasaidia. Usiogope mwanangu,
japokuwa umeinukiwa pande zote, wako wanaokutafuta kukuangamiza, lakini mimi nitakusaidia. Anakuambia usikate tamaa. Anapokuongoza namna hiyo, unashangaa unatembea katikati ya huzuni. Watu walitegemea waone unalia, wanakuta unaongea vizuri, wanaona unacheka. Walitegemea waone umejifungia ndani, wanaona unakatisha mitaa, alafu una ujasiri, ni kama vile hakuna unachopitia. Kwa nini? Roho wa Bwana amekuja kukuongoza. Saa ile sio nguvu zako, saa ile ni Bwana ameyashikilia maisha yako. Ndio maana unapopita kwenye huzuni, jifunze kuomba msaada wa Roho Mtakatifu. Na mimi nipo kukueleza hapa, haijalishi umepitia huzuni gani mwaka huu. Unapoenda kumaliza mwaka, ninakuombea neema ya Mungu katika jina la Yesu. Bwana akuletee msaada kwenye maisha yako. Bwana akuletee msaada wa kukuongoza, kwamba yale yaliyopita hautakutana nayo mbele. Kama umepita kipindi cha giza, mbele iko nuru, mbele kuna mapambazuko. Usiku unaweza kuwa mrefu, lakini asubuhi lazima iche, lazima iche. Na asubuhi inaletwa na Mungu aliye hai. Kama unanielewa sema amina, amina, amina. Kama unanielewa sema amen. Kama unanielewa sema amen. Wana wa Israeli walikaa mahali pamoja, Kumbukumbu la Torati 2 mstari wa 1 hadi 4. Wakazunguka ile milima kwa siku nyingi, hawajui cha kufanya. Lakini maandiko yanasema Bwana akaja akasema, mlivyozunguka mlima huu vyatosha. Geukeni sasa upande wa kaskazini. Mandarabasha. Hakuna aliyewasaidia, lakini Bwana alikuja kuwasaidia. Akasema hakuna wa kuwatoa kwenye huu mlima, ni mimi peke yangu naweza kuwatoa. Wamekaa muda mrefu, Kanani hawafiki. Wengine mpaka wananungunika, hiyo Kanani tutafika lini? Lakini saa wakiwa wanaendelea kuzunguka, msaada wa Bwana wa kuwaongoza ili watoke kwenye yule mlima ulikuja. Kuna mahali unaweza kukaa muda mrefu mpaka unajichukia, mpaka unakata tamaa. Unasema nimefanya kila jitihada, nimeshindwa kupiga hatua. Sikiliza neno la Bwana, mtu wa Mungu. Mungu amenipa neno hili nikwambie, uko msaada utokao patakatifu pake. Atakuja na kukuongoza, si kwa sababu wewe ni bora kuliko wengine, ila kwa sababu Mungu mwenyewe ametaka kufanya hilo. Kama unanielewa sema amen. Ninapomalizia, sikiliza, ninapomalizia mandarabasha, ninapomalizia sikiliza. Jambo la tatu ambalo huwa anafanya kwenye kukuongoza, unaweza kaandika Warumi 8:14. Jambo la tatu, msaada anaokupa ni kukufundisha. Sema kukufundisha. Sema kukufundisha. Kukufundisha maana yake anakupa maarifa namna ya kwenda. Anakupa maelekezo maalum juu ya mwelekeo wako. Anakupa maarifa namna ya kwenda. Maana yake ni mahali pagumu, huwezi kutoka hapo. Huwezi kutoka. Huwezi kutoka. Mwekutana na watu wanakuambia nimeshakutana na madaktari na psychologists, lakini bado sisaidiki. Ukishaona namna hiyo, maana yake kuna msaada wa Mungu ndio unaohitajika. Anakuja pale kukufundisha, na ni mzuri sana huyu Roho Mtakatifu. Zaburi 32:8, nitakufundisha na kukuonyesha njia utakayoiendea. Ana uwezo wa kukufundisha katikati ya huzuni na kukuonyesha njia utakayoiendea. Anakupa maelekezo, anakupa maarifa. Msaada wa 4, msaada wa 4 atakaokupa ni kukuhuisha. Sema kukuhuisha. Warumi 8:11. Kwa sababu ukiwa kwenye huzuni huwa inaleta majeraha, inaleta kukata tamaa. Atakachofanya ni kukuhuisha. Kukuhuisha maana yake anakuponya, anarejesha ile hali yako ya mwanzo, anaondoa yale maumivu na majeraha moyoni. Lakini jambo la 5 analofanya ni kukutia nguvu. Sema kunitia nguvu.
Wafilipi 4:13 anasema nayaweza mambo yote katika nani? Yeye anitiaye nguvu. Unasema ni mambo gani hayo? Wengine wakisomaga ule mstari anahubiri tu, anakwambia nayaweza mambo yote katika yeye anitiaye. Kasome maandiko yanavyosema. Paulo ndiye alikuwa anazungumza. Ukianzia ule mstari wa 11, wa 12 atakwambia najua kulala njaa, najua kushiba. Najua kuona njaa na kushiba. Najua kuwa na vitu, najua na kupungukiwa. Akaeleza najua kuheshimiwa, najua na kudharauliwa. Alafu mstari wa 13 anasema mambo yote hayo yenye yaliyobeba huzuni, yaliyobeba mateso, yaliyobeba mahangaiko, anasema nayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Maana yake bila yeye nisingeweza. Huyu ni Paulo ambaye mapepo yalikuwa yanamkimbia. Paulo ambaye mtu aliyekufa anafufuka. Paulo ambaye viwete wanatembea. Lakini na yeye alikuwa anaweza kuona njaa. Na yeye alikuwa anaweza kupitia mateso. Na yeye alikuwa anapitia nyakati ngumu. Ndio maana niko hapa kukuambia, unapoomba msaada wa Roho Mtakatifu, cha kimoja wapo atakachokupa ni kukutia nguvu katikati ya hizo changamoto. Atakupa moyo, atakupa ujasiri, atakupa kuendelea mbele. Mahali watu walitegemea unyong'onye, wanakuta ni hodari kuliko yule waliyemfikiria. Wa mahali walitegemea ufunge duka lako, wanakuta kwanza ndio umefungua. Unasema hapa mpaka tutoboe, mpaka tuvuke. Hakati mtu tamaa hapa, hami mtaa mtu mpaka nishinde. Kwa nini? Kwa sababu Bwana amekutia nguvu.